Raja Casablanca imeonyesha nia kabisa ya kumtaka kiungo wa Young Africans ambaye anafahamika kwa jina la Musa Bara Conte. Ni kiungo mashuhuri kweli kweli kuwahi kutua katika ligi ya Tanzania ya NBC Premier League hapa Tanzania, lakini kiungo ambaye ameweza kutimkia katika timu ya Young Africans. Alikuja kwa kishindo sana, mapokezi yake alikuwa ni makubwa sana, kwa maana nikizungumzia Simba Sport Club, lakini pia nikizungumzia Young Africans, ni timu ambazo zilikuwa zinabishana kuweza kupata huduma ya huyu kiungo ama saini ya huyu kiungo. Aliweza kutimkia timu ya Young Africans, ndo aliweza kuichagua. Nadhani ofa yao ilikuwa ni nono zaidi kuzidi ofa ya Simba Sport. Lakini kwa sasa hivi tukizungumzia Musa Bara Conte, ni kiungo ambaye ameweza kuonyesha sasa ubora wake, maana baadhi ya watu na hapo muda kidogo hawakutegemea kumuona Musa Bara Conte akiwa katika kiwango cha chini zaidi, lakini kwa sasa hivi ameamua kufichua makucha yake. Sasa Raja Casablanca wamekuja na kuhitaji huduma yake katika upande wa kiungo ama katika eneo la kiungo. Ikumbuke tu kwamba katika Raja Casablanca wana kocha ambaye anafahamika kama mwalimu ambaye ni David Fadhulu, ambaye ameweza kupita katika klabu ya Simba Sport Club, na hapo kipindi hicho kwamba Simba walikuwa wanahusishwa kwamba wanamtaka Musa Bara Conte ama walikuwa wanahitaji huduma yake. Mwalimu ambaye ni David Fadhulu alikuwa pale katika kikosi cha Simba Sport kabla ya kuondoka kwenda Raja Casablanca. Ikumbuke tu kwamba alishawahi paka kumhitaji Jean Charles Ahoua, lakini Simba waliweza kumng'ang'ania. Kwa sasa hivi amekuja katika mazungumzo na Young Africans akiwa na mhitaji Musa Bara Conte, lakini ndani kabisa kwamba watu wanadai kwamba huenda David Fadhulu akawa anajua password ya Musa Bara Conte. Kwa nini kila mara amekuwa akimhitaji ili kuweza kuendelea kutoa huduma katika timu ambayo amekuwa akitua. Kwa sasa hivi tunaizungumzia Raja Casablanca ambayo inatokea pale nchini Morocco. Wanahitaji huduma ya kiungo huyu ambaye yuko Young Africans, Musa Bara Conte. Huyu ni mtaalamu kabisa, anajua kwamba akiwa eneo lake la kazi anajua akupe nini ama anajua afanye nini akiwa ndani ya dimba, kwamba mpe mpira anafanya kile kitu ambacho anachokipenda. Sasa mwalimu ambaye ni David Fadhulu aliwahi kupita katika klabu ya Simba Sport Club, kwa sasa hivi yuko katika Raja Sport ya pale Morocco. Raja Casablanca wanahitaji huduma yake. Nadhani itakuwa ni pendekezo la kocha kabisa kwa David Fadhulu, kwa maana amekuwa na mapendekezo pale sehemu ambapo anakuwa anatua. Ni muumini sana kuamini viungo, lakini pia ni mtu ambaye akimpenda mchezaji waga anampa game time na waga anampa maelekezo ya kutosha, kama tumeweza kushuhudia kama kijana ambaye ni Charles Ahoua ambaye ametokea Ivory Coast. Ni kijana ambaye amekuja huku kama alionekana kama kawaida, lakini mwalimu David Fadhulu aliweza kumtengeneza na mpaka kuja kusimama na kuonyesha kile kitu ambacho alitakiwa kukionyesha. Una maoni gani kuhusiana na Bara Conte kuondoka pale Young Africans? Achia comment yako hapo, lakini usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscriber. Usisahau kulike video hii hapo, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu na updates zetu ambazo zinazoendelea. Je, huenda kweli David Fadhulu jinsi wanavyosema kwamba ana password ya Musa Bara Conte, ama ndo anahitaji pia kwenda kumweka bench? Lakini kwa sasa hivi Young Africans tumeona kwamba wameanza kumpa game time na ameanza kuonyesha kile kitu ambacho alikuwa amekificha. Kumbuka tu kwa sasa hivi Young Africans kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Damalo, ndo amekuja kukava pengo la Musa Bara Conte ambalo liko nategemewa aje kuliziba pengo la Khalid Aucho ambaye ni maeso kabisa, ambaye ni kiungo ambaye Young Africans waliweza kumpa respect, lakini pia ameondoka Young Africans. Mashabiki hawakutaka, alitamani aendelee kumuona kwamba ndani ya mwaka mmoja akiendelea kumalizia akiwa Young Africans, lakini waliweza kumpa baraka zote. Una maoni gani kuhusiana na Young Africans kwenda kumwachia Bara Conte? Lakini bado wana msimamo wao, bado wana msimamo mgumu sana kwamba huenda wasije wakamwachia. Mimi nakuacha na hii hapa, lakini baadaye nitakujuza good news.